Safari ya dada yangu Mheshimiwa Rais Nandi Ndaitwah na safari yangu katika kufikia urais karibu zinafanana. Mwaka 1995 sote tulikuwa Beijing kwenye mkutano wa kutetea haki za wanawake. Mheshimiwa Rais akiwa rapporteur na mimi nikiwa ofisa wa kawaida niye kwenda kuzungumza na kusikiliza mambo ya utetezi wa haki za wanawake. Lakini kuanzia miaka ya 2005 mpaka 2010 somewhere hapo wote tulikuwa mawaziri wa utalii. Nakumbuka tulikutana na dada yangu Nandi Ndaitwah kule Netherlands kwenye mkutano mkuu wa utalii, lakini kila mmoja hamjui mwenziwe. Kuna picha za kumbukumbu zinaonesha, in some pictures anaonekana yuko pale na delegation kutoka Tanzania. Lakini pia katika safari zetu Mheshimiwa Nandi Ndaitwah amekuwa makamu wa rais kabla kuwa rais, na mimi pia nilikuwa makamu wa rais kabla kuwa rais. Lakini sote wawili tumekuwa wenye viti wa vyama vyetu wa kwanza wanawake toka vyama vyetu kuundwa. Kwa hiyo nimekutana na mtu ambaye nafanana naye sana kwenye safari yetu ya maisha hadi hapa tulipofika. Nimuombe Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu tuendelee kulitumikia bara letu Afrika, lakini na nchi zetu pia. Lakini ndugu waandishi wa habari, katika mazungumzo yetu nimemshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kunipa heshima ya kushiriki na kuhutubia katika hafla ya kuapishwa kwake iliyoambatana na maadhimisho ya miaka 35 ya uhuru wa Jamhuri ya Namibia mwezi Machi mwaka huu. Ni ishara nyingine ya dhamira yake ya dhati ya kukuza uhusiano baina ya nchi zetu mbili. Katika maeneo ya ushirikiano, ndugu wanahabari, muda mfupi uliopita tumefanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais na timu yake. Nilimueleza furaha yangu kwa tuna uhusiano mzuri na wa muda mrefu na wa kihistoria ulioanzishwa na waasisi wa mataifa yetu mawili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kwa upande wa Namibia hayati baba wa taifa Dr. Sam Nujoma. Uhusiano huu umeendelea kuimarika siku hadi siku na hadi tulivyofikia hapa leo. Katika mazungumzo yetu sote kwa pamoja tumeeleza dhamira ya kuenzi, kuendeleza na kukuza uhusiano huu uliopo. Hali kadhalika kwenye mazungumzo yetu leo tumebaini kuwa pamoja na uhusiano mzuri wa kihistoria uliopo baina nchi zetu, ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Namibia bado ni mdogo na unahitaji kukuzwa. Licha ya kiwango cha biashara kati ya Namibia na Tanzania kupanda kutoka shilingi bilioni 17 hadi kufikia shilingi bilioni 20 kati ya mwaka 2019 na 2023, bado kuna fursa nyingi za kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu tuliziangazia hizo fursa ambazo tunaweza kuzitumia na kukuza mahusiano ya kiuchumi baina ya nchi yetu. Tunafahamu kwamba kuna wafanya biashara wachache ambao wanafanya biashara Namibia. Vile vile kuna wafanya biashara wachache, wawekezaji wachache ambao wamewekeza ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tumekubaliana kuangazia eneo hilo. Lakini vile vile nimetoa wito na kuwaalika wafanya biashara na wawekezaji kutoka Namibia kushiriki katika maonesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba mwaka huu ili waje kuzungumza na wenzao na waone vipi wataanza ushirikiano na ni maeneo gani wanaweza wakashirikiana. Aidha, mamlaka husika za uwekezaji zinapaswa kuendelea kuratibu makongamano ya biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Namibia ili kuhamasisha matumizi ya fursa za kikanda katika soko huru la SADC na soko huru la Afrika.
Kwa upande wetu Tanzania tumependekeza kuangalia maeneo ya ushirikiano na katika maeneo ya uongezaji wa thamani za mifugo, uvuvi, lakini pia katika sekta ya utalii ni maeneo ambayo tunaweza tukashirikiana vizuri. Lakini kubwa tumeomba kujifunza kutoka wao, hasa kwenye sekta ya mifugo, sababu Namibia ni wauzaji wazuri wa nyama ulimwenguni, kwa hiyo tumeomba kujifunza kutoka wao. Katika sekta ya gesi na mafuta na kwenyewe tumezungumza ushirikiano, sababu nchi zetu zote mbili ni nchi zenye gesi nyingi na wenzetu Namibia wameanza kuona mafuta. Kwa hiyo hilo pia ni eneo jingine mashirika yetu yanayoshughulika na gesi na mafuta yaweze kushirikiana na tuone jinsi tunavyoweza kufanya kazi kwa pamoja. Eneo jingine tulilozungumza ni uchumi wa buluu. Hakika sekta hii ina utajiri mkubwa katika kukuza uchumi ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Namibia ni moja ya nchi ya mfano barani Afrika inayoelezwa kuwa na matumizi bora ya utawala wa rasilimali za bahari, best practice in the utilization and governance of ocean resources. Hivyo nimemweleza Mheshimiwa Rais Nandi Ndaitwah kwa Tanzania ingependa kupata uzoefu kutoka Namibia katika eneo hilo la matumizi endelevu ya rasilimali za baharini. Lakini kwa upande mwingine tumezungumzia masuala ya utamaduni, na kama mnavyofahamu lugha ni kiungo muhimu sana cha watu. Lugha zinaunganisha watu vizuri, na tulikumbushana kwamba tulitumia Kiswahili wakati wa mapambano ya kutafuta uhuru. Sasa tuendelee kutumia Kiswahili kuunganisha watu wetu katika kuleta uhuru wa uchumi au maendeleo ya kiuchumi. Lakini linalotutia moyo ni kwamba kule Namibia Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na chuo kimoja pale Namibia wamekubaliana kuanza chuo kinaitwa chuo cha Triumphant cha Namibia. Tumekubaliana kuanza kufundisha Kiswahili kupitia chuo hicho. Kwa hiyo kwa upande mwingine tumekubaliana kwamba na wenyewe waangalie uwezekano wa kukikuza Kiswahili, kwa sababu kwa sasa hivi Kiswahili kinatumika ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya eneo la kusini mwa Afrika kwenye jumuiya zetu, lakini pia kwenye Umoja wa Afrika, na vile vile kimepata kutambuliwa na Umoja wa Mataifa. Kwa ni lugha ambayo hatuna budi kuikuza na kuitumia ipasavyo. Ndugu wanahabari, kwa upande wa kikanda na kimataifa, mbali na kukuza ushirikiano kupitia SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, tumeangalia eneo ambalo ni muhimu kwetu sote, masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu tumeona kwamba maeneo yetu haya tunapata aidha mvua nyingi, tunapata mafuriko, au jua kali na tunapata ukame. Kwa tumekubaliana kuangalia tushirikiane kwenye sekta zitakazotupa usalama wa chakula ndani ya nchi zetu.